Historia ambayo naikumbuka na inavutia ilianzia miaka ya 1900 pale katikati, ambapo 92 rasmi ndo pia watu waliingia barabarani, na ni serikali ya wanafunzi. Hoja kuu ilikuwa ni kupinga hoja ya serikali kusema kuwa haina rasilimali za kutosha kuendesha elimu bure. Kwa maana hiyo sasa jamii, familia na wanafunzi nao wawe na asilimia kadhaa za kuchangia katika elimu, ambapo kwa wakati huo walikuwa wanaita ni cost sharing. Wakakataa kwa sababu awali ilikuwa ni elimu ya bure. Lakini bado haikusaidia. Baadhi ya wanafunzi walisotiwa na wakatolewa kama kafara kwamba wamechochea vurugu, wakawa wameondolewa. Lakini ilisaidia kiasi chake, kwa sababu kipindi hicho kuna bodi ambayo ilitengenezwa ikasema itaandaa ruzuku ndogo kwa ajili ya kusaidia, tofauti na ambavyo ilitangazwa. Lakini haikuwa hivyo. Mbele kidogo tena 94 yakajirudia, wakaingia barabarani kuandamana. Imeenda sio tu kwa miaka ya zamani, tunaweza tukasema kwamba labda imetokea miaka ya zamani afu hapa karibuni haikuwepo. Hapana. Maandamano haya yameenda hadi miaka ya 2008 mpaka 2011, ambako tunao vijana wadogo wadogo kabisa kina John Mnyika wameyaendesha maandamano wakiwa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na sababu kubwa, mfano 2007 walipinga hoja iliyokuwepo kwamba pesa ya kujikimu haikuwa inatosha. Kwa maana hiyo waliandaa maandamano wakaenda mpaka Ikulu kudai pesa ya kujikimu iongezeke, ambako wakati wako naita boom, ambapo waliondolewa na tuhuma zikawepo nyingi, na baadhi hawakurudi chuo na mpaka sasa. Lakini mpaka 2011 bado maandamano yapo. Maana yake inaashiria kabisa kwamba bado Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine zilikuwa na sauti ya kutosha kuweza kufanya hivyo. Lakini haijaishia tu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Maandamano haya yamefanyika vyuo vyote hapa Tanzania, Dodoma, lakini pia Muhimbili na vyuo vingine. Kwa hiyo historia ya mavuguvugu ya mapambano haya yanaweza yakawa na historia nzuri na ya kuvutia ambayo inaweza isitoshe kwa muda kuweza kuielezea.